Moja kati ya trending ambayo imekuwa kubwa ile kinoma noma kutoka kitaa hiki hapa cha 255 ni kuhusiana na issue nzima ya performance ambayo aliifanya mtu mzima Davido kutoka kitaa kile pale cha Nigeria. Huyu ni msanii ambaye anawakilisha kitaa kile pale cha Nigeria na ameshawahi kufanya mambo makubwa sana katika tasnia ya muziki. Naomba tu nikukumbushe baadhi ya ngoma ambazo ameweza kuzifanya mtu mzima Davido ambazo mpaka leo hii zimebaki kama historia na zimebaki kama banger katika historia ya muziki hapa Afrika. Mfano wa ngoma ambazo zilikuwa ni kubwa sana kutoka kwa mtu mzima Davido all the way from Nigeria. Naomba nikukumbushe Skelewu ya mwaka 2013, Aye ya mwaka 2014, If ya mwaka 2017, Fall ya mwaka 2017, Assurance ya mwaka 2018, Blow My Mind ambayo alimshirikisha Chris Brown ya mwaka 2019, bila kusahau Unavailable ya mwaka 2023 ambapo humu ndani alimshirikisha Musa Keys ambaye ni msanii kutokea nchini South Africa. Feel ya mtu mzima Davido kutoka katika albamu yake ya mwisho ambayo inakwenda kwa jina la Timeless, ambayo ngoma hii na albamu hii ilitoka mwaka 2023. Licha tu ya ngoma hizo kuweza kuwa ni kubwa ile kinoma noma katika historia ya music hapa Afrika, kupo na baadhi ya collaboration ambazo mtu mzima Davido back in the days alishawahi kucollaborate na baadhi ya artists kutoka kitaa hiki pa TZ. Mwaka 2015 Davido alipata kushirikishwa katika ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Kataa, ambapo humu ndani aliweza kushirikishwa na mwamba kutokea kaskazini, hapa namzungumzia Joh Makini. And then kwa mwaka 2014 bonge moja ya collaboration, ladies and gentlemen, back in the days, na mtu mzima Diamond Platnumz aliweza kumshirikisha Davido katika bonge moja track ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Number 1 Remix. Aire, nadhani ushamjua mtu mzima Davido ni nani. Sasa siku ya jana naizungumzia February 7 pale Tanganyika Packers Kawe, Davido aliweza kufanya show yake kubwa ile kinoma noma kwa kitaa hiki hapa, ambapo hii ni tour ambayo ilikuwa inaondoka kwa jina la Five Alive Tour 2026. Katika hii tour ilikuwa moja kwa moja February 7 inafunguliwa kwa kitaa hiki hapa cha TZ, ambapo kwa siku ya jana kuna mambo mengi sana yaliweza kuhappen pale. Show ilikuwa ni lit ile kinoma noma, watu waliweza kujaa, ila wabongo wana mambo hawakosi kuweza kuzungumza vitu. Kuna mambo mengi sana yameweza kuibuka baada ya show ya mtu mzima Davido. Baada ya show ya mtu mzima Davido kuna baadhi ya watu ambao walikuja kuweza kucomplain, hasa katika upande wa waandishi wa habari, kwa sababu hawakupewa chance ya kuweza kuingia katika tamasha hilo, lakini pia waandishi wa habari hawakupata time ya kuweza kupiga interview na msanii Davido. Sasa baada ya hilo kuweza kutokea, Instagram menga na mitandao ya kijamii kama Twitter kumeweza kuchafuka ile kinoma noma, na moja kati ya mjadala ambao ulianzishwa ni kuhusiana issue nzima ya ni kwa nini waandishi wa habari hawakupewa access ya kuweza kuingia na kufanya kitu chao ambacho walikuwa wanakihitaji kuweza kukifanya, na wakati huo huo walipewa mwaliko wa kuweza kuja katika show hiyo. Kunako katika moja kati ya mtandao wa kijamii kuna huyo mdau wa music ambaye alikuja kuandika hivi: muda mwingine hawa security sifa zinazidi, kama waandaaji wa hizi show mnakuwa hamuhitaji waandishi, msiwe mnawaalika hivi, sio sawa kabisa. Same thing used to happen in football, ila siku hizi mambo yamechange. Hii sio sifa kabisa, unless otherwise, kama haukumuita mwandishi na hamkumtaarifu, hapo itakuwa sawa. Then akamaliza na emoji kama ya kudasti kuhusiana issue nzima ambayo imeweza kuhappen. Kuna mshikaji ambaye akaja akareply hii hapa comment ambayo huyu mshikaji aliweza kucomment katika moja kati ya posti, akasema hivi: ila wanakuwa kwenye majukumu yao. Unajua waandishi wengi huwa wanavaa vitambulisho ili kutambuliwa. Naonaga kwenye hafla mbalimbali, hata kwenye mpira unaingia na kitambulisho cha tukio husika. Waandishi wengi siku hizi na wao hawatambui, watafanya nini sasa? Then mshikaji akaja kujibu tena kwa ajili ya kuweza kuweka clear, akasema swala la kumpokea msanii airport ni tofauti na special occasions kama itakavyokuwa kwenye show, kama ilivyokuwa kwa walinzi wameenda kazini. Hata hao waandishi wanaalikwa, wanaambiwa msanii anatua na ndege mida fulani. Ndio maana unaona hata yeye alikuwa tayari kutoa ushirikiano, kwa sababu anajua hajaenda airport kupiga naye picha, wamekuja kazini, waandaaji wajifunze
hizi pigo sizo kabisa. You got me? If you don't got it, forget about it. Ladies and gentlemen, guys and sisters, ni vichambo juu ya vichambo. It is what it is, ladies and gentlemen. Sasa ukiachana mpanga hiyo hapo, mijadala imekuwa ni mingi sana kuhusiana issue nzima ya venye ambavyo waandishi wa habari na baadhi ya watu walivyotreatiwa katika ile show. Ukiachana issue nzima ya waandishi wa habari walivyotreatiwa katika show ya mtu mzima Davido, pia hatukuweza kuona baadhi ya wasanii ambao waliweza kufanya naye kazi mtu mzima Davido. Kwa mfano John Makini, nilishakutajia kwa mwaka 2015 Kata ni moja kati ya ngoma ambayo alishaweza kuifanya na mtu mzima Davido. Pia Diamond Platnumz akiwa ni msanii wa kwanza kutokea East Africa pamoja na Tanzania kufanya naye collabo mtu mzima Davido kwa mwaka 2018 number 1 remix. Pia hakuweza kuonekana katika hii performance iliyofanyika siku ya jana. Jaiva kupitia moja kati ya ngoma yake ya Kautaka, Davido alishawahi kuonekana akiflex na hii hapa track, lakini pia amefika katika ardhi ambayo mtu mzima Jaiva ndo anatokea, lakini hakuna ushirikiano wowote bwana. Mimi nikuachie wewe hapo. Comment yako hapo chini ni ipi kuhusiana na hii vuta ni kuvuta ambayo right now inaendelea kwa pande social media? Achia comment yako hapo chini, then mimi nitapita nao katika episode ambayo inafuata. Baada ya kukichafua kwa kitaa hiki hapa cha 255, ladies and gentlemen, according to 5 Alive Tour 2026 timetables, inasema hivi: tarehe 25 Machi atakuwepo katika nchi ya Austria kwa ajili ya kuweza kuperform hii hapa tour yake. Then baada ya hapo tarehe 27 atakuwepo Switzerland, tarehe 28 atakuwepo Netherlands, tarehe 31 Machi atakuwepo Belgium, Aprili 2 atakuwepo Sweden, Aprili 3 atakuwepo Denmark, Aprili 5 atakuwepo Spain, Aprili 11 na 18 atahusika katika tamasha la Coachella, na tour yake itamalizika Mei 2 huko Lusaka, nchi ya Zambia. Ukiachana issue nzima ya doubt kuwa mingi sana kuhusiana na issue nzima ya show ambayo ameweza kuifanya mtu mzima Davido, moja kati trending ambayo imekuwa kubwa kumuhusu mtu mzima Davido ni kuhusiana na issue nzima ya binti yake Davido ambaye anakwenda kwa jina la Imade Adeleke. Amethibitisha kuwa na kipaji cha kurithi baada ya kushinda nafasi ya kwanza kwenye mashindano ya vipaji huko shuleni kwao. You got me? Baba ameimba mpaka watu wanamlaumu, huku mtoto akasema, baba mimi nafata nyayo zako. Let's get it, ladies and gentlemen. Taarifa hiyo tumeweza kuipata kutoka kwa mtu mzima Davido baada ya kuweza kumposti binti yake huyo ambaye anakwenda kwa jina la Imade Adeleke katika ukurasa wake wa Instagram na kumpongeza ile kinoma noma, huku baadhi ya comments ambazo zilikuwa zikimwagika katika hii hapa posti zilikuwa zinasema hivi: like father, like daughter. So what you got, ladies and gentlemen, achia hapo katika upande wa comment, then mimi nitapita nayo katika episode ambayo inafuata. Daddy, father of 6 babies, Kelvin KO right now behind the machine na Temio Pepo kwa kipaza. Hii inaitwa Suma Media. Endelea kuweza kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. Yeah man, I wanna hear you say, Pwah!